Katika somo hili tutaangalia swali linalosema jadili mtazamo wa Masamba na wenzake kuhusiana na aina za virai kulingana na mtazamo wa wanazuoni wengine. Katika sehemu ya utangulizi nimejaribu kufafanua kwamba kirai ni dhana pana yenye mkanganyiko mkubwa kiasi cha kuwaibua wanazuoni mbalimbali ambao kila mmoja amejitahidi kwa uwezo na uelewa wake kufafanua dhana hii. Na hapa tutaangalia mitazamo ya wataalamu mbalimbali akiwemo Masamba na wenzake katika kufasiri dhana ya kirai na aina za virai. Tukianza na fasili ya kirai, tukiangalia fasili ya kirai kwa mujibu wa wataalamu mbalimbali, Masamba na wenzake 2009 wanasema kirai ni kipashio cha kimuundo chenye zaidi ya neno moja na ambacho hakina muundo wa kiima kiarifu. Kwa hiyo hapo unaona wanaafiki kwamba kirai kinaweza kuwa na neno moja au zaidi, lakini hakina muundo wa kiima kiarifu, yaani muundo unaoonyesha bayana mtenda na tendo linalotendwa. Fasili ya Masamba na wenzake inaelekea kwa kutuaminisha kuwa kirai ni lazima kiwe na zaidi ya neno moja. Na swali la kujiuliza hapa ni je, neno kuu linalotambulisha aina ya kirai likisimama peke yake haliwakilishi aina husika ya kirai? Ukweli ni kwamba kila neno kuu la kirai lisimamapo pekee huwakilisha aina husika ya kirai hata bila ya kuambatana na kijalizo chochote cha kirai. Kwa mfano, ukiwa na kirai nomino, kirai hiki chaweza kuwa nomino pekee au nomino na kijalizo. Mfano, mtoto mzuri au mtoto. Kihore na wenzake 2007 wanasema kuwa kirai ni kipashio cha kimuundo chenye neno moja au zaidi, lakini bila uhusiano wa kiima kiarifu. Na wao bado wanaafiki dhana ile ya kirai kutokuwa na muundo wa kiima kiarifu. Kwao Kihore na wenzake, mahusiano ya kiima kiarifu ni yale yanayoonyesha anayetenda jambo na tendo linalotendwa. Anayetenda jambo ni kiima na tendo linalotendwa ni kiarifu. Mfano, sema mtu mnene anachoma nyama. Kwa hiyo mtu mnene ni kiima, anachoma nyama ni kiarifu. Lakini tukiangalia Tuki 2011 wanadai kuwa kirai ni kipashio chenye zaidi ya neno moja na ambacho hakina muundo wa kiima kiarifu. Maana hii ya Tuki inawiana na ile ya Masamba na wenzake, na wote wanaafiki kwamba kirai hakina muundo wa kiima kiarifu. Mdee 2007 yeye anasema kuwa kirai ni neno au kifungu cha maneno chenye neno kuu moja. Na kwa mujibu wa Mdee, kirai kinaweza kuwa neno moja au kifungu cha maneno. Uhusiano kati ya neno kuu na maneno mengine, yaani vijalizo, ndio hutambulisha na kutofautisha aina ya kirai. Fasili zote hapo juu zinashadadia mambo ya msingi kuwa ni kwanza, kirai sharti kijikite katika mahusiano baina ya maneno ambapo huwa kuna neno kuu moja linalotawala aina ya kirai. Pili, neno kuu la kirai huweza kusimama peke yake au kuambatana na kijalizo kimoja au zaidi. Hivyo, kirai kinaweza kusimama kama neno moja au zaidi iwapo tu kuna neno kuu linalotawala na kumiliki maneno mengine. Na hapa tukirejelea dhana hiyo ya neno kuu, basi utabaini kwamba neno kuu ni lile neno linalomiliki na kutawala maneno mengine. Tukija kwenye aina za virai, nasema kuhusu aina za virai, wataalamu pia wametofautiana. Tofauti zao zipo hasa katika aina na idadi, lakini pia matumizi ya istilahi zao.
Masamba na wenzake 2009 wanatambua aina 5 za virai ambazo ni virai nomino, virai vitenzi, virai vivumishi, virai vielezi na virai viunganishi. Zabron TP 2017 yeye anatambua na kutetea aina 6 za virai ambazo ni kirai nomino, kirai kitenzi, kirai kivumishi, kirai kielezi, kirai kihusishi na kirai kibainishi. Mdee 2007 anatambua aina 5 za virai ambazo ni kama zifuatazo: kirai nomino, kirai kitenzi, kirai kivumishi, kirai kielezi na kirai kihusishi. Ukichunguza kwa makini utaona kirai ambacho Masamba na wenzake wanakiita kirai kiunganishi ndicho kirai ambacho wengine wamekiita kirai kihusishi. Kwa hiyo ukichunguza kwa makini miongoni mwa wanazuoni waliorejelewa katika kazi hii, utabaini kuwa kuna mfanano juu ya idadi kati ya Masamba na Mdee, isipokuwa Zabron ambaye anatambua aina 6. Na baada ya uainishaji huo, hapa chini tutaona tofauti baina yao kwa kurejelea aina wanazo tofautiana na msingi ya utofauti huo. Kwanza na kundi la Masamba na wenzake, wao hawatambui kirai kihusishi, badala yake wanatambua kirai kiunganishi. Kiunganishi kinaelezwa kuwa ni neno linalounganisha pande mbili zenye hadhi sawa kisarufi. Msingi wa tofauti hii ni kutokana na ukweli kwamba maneno yanayotumika kama kiunganishi ndiyo pia hutumika kama kihusishi. Maneno hayo ni kama vile ingawa, na, kwa kuwa, bila, pasipo, sembuse, lakini na kadhalika. Mfano ukisema baba alifika ingawa mama hakumuona, au shule imejengwa na mafundi wameondoka, wanafunzi walifeli kwa kuwa walimu hawakuwafundisha ipasavyo. Kwa upande wa Mdee na Zabron, wanatambua kirai kihusishi kama aina mojawapo ya virai na hawatambui kirai kiunganishi. Mdee anasema kirai kihusishi ni kirai ambacho neno kuu ni kihusishi, na kihusishi ni neno linaloonyesha uhusiano baina ya pande mbili zenye hadhi tofauti kisarufi. Mifano ya maneno yaundayo kirai kihusishi ni kama vile kwa, ya, na au katika. Mfano alienda kwa miguu. Alienda ni kitenzi, miguu ni nomino. Atakuja kwa amri yako. Anasoma na mama. Amelala katika chumba. Kwa upande mwingine, Zabron yeye pamoja na kutambua kirai kivumishi, kwa wengine pia ameongeza aina moja zaidi julikanayo kama kirai kibainishi. Anafafanua zaidi kuwa kirai kibainishi ni kirai ambacho neno kuu ni kibainishi. Vivumishi vibainishi vinaundwa na maneno kama vile wawili, changu, kile, wote, hawa au wangu. Mfano wanafunzi wale pale, kitabu hiki, wachezaji wote hawa. Wapo wanaoona kuwa aina hiyo ya kirai ni sehemu tu ya kirai kivumishi, na pengine ndio sababu ya kutoainisha kama aina ya kirai inayojitegemea. Kwa kutoa hitimisho, kwa ujumla dhana ya kirai ni pana na yenye utatanishi mkubwa usioweza kumalizwa kwa urahisi. Kumbukwe kuwa dhana hii inaukilia zaidi misingi ya kisarufi ya umiliki na utawala wa kategoria za maneno, ambapo maneno makuu humiliki na kutawala maneno mengine katika msururu au msululu wa kategoria za maneno. Watangulizi katika taaluma hii walianza kwa kuainisha aina 5 za maneno makuu ambazo ndizo zilizotumika kama kigezo kikuu cha kuamulia aina ya kirai. Hivi leo mitazamo inazidi kuibuka kutokana na mwamko wa wanazuoni wa kisasa katika kushughulikia dhana hii. Hata kazi hii itabaki kuwa ni mwego wa kuendeleza mpando wa kitaaluma katika kuifikia kweli ilipo. Karibu katika kuijadili na kuichambua sarufi ya lugha. Ni mimi Mwalimu Maida katika somo la Kiswahili. Asante.